Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Askofu Kalikawe Rwakalinda Bagonza ameandika mambo mazito mno kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka huu, lakini pia kubwa zaidi ni swala zima la tume huru pamoja na mgombea huru, na mwishoni kabisa amemalizia kuandika mama Tanzania ni yetu sote, Mungu ibariki Tanzania. Hapa katikati kuna nini kikubwa ambacho Askofu Bagonza anatuma ujumbe kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu? Moja kwa moja tupitie hapa, na siku zote nimekuwa nikikwambia unaposoma, unaposikiliza ujumbe kutoka kwa Askofu Bagonza, hakikisha ya kwamba akili yako imetulia sana. Amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanaandika vitu vikubwa mno, lakini pia unatakiwa kuwa na tafakuri kubwa mno kuweza kuielewa maandiko yake. Ameanza kwa kuandika kichwa hapa cha habari yake kwamba tume huru na mgombea huru. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Kama huchaguliwi basi unachagua. Kama hupigiwi kura na hupigi kura, lazima kuna sababu inayokuzuia. Kuna watu wengi wanaruhusiwa kupiga kura lakini hawaruhusiwi kupigiwa kura. Wana haki ya kuongozwa tu lakini hawaruhusiwi kuongoza. Watu wasio na vyama ni wengi kuliko walio na vyama. Katiba yetu haitaki kujishughulisha na tatizo hilo. Mtu una haki ya kupiga kura lakini huruhusiwi kupigiwa kura. Watu wanalazimishwa kuwa watumwa wa vyama vya siasa. Vyama vyote vinavyoshiriki uchaguzi huu vimetanguliza tamaa ya kupata madaraka bila kujali kundi kubwa linalopiga kura lakini haliruhusiwi kupigiwa kura. Hii ni kasoro kubwa sana. Anasema hapa kwamba vyama vyote ambavyo vinashiriki uchaguzi huu vimetanguliza tamaa ya kupata madaraka bila kujali kundi kubwa la watu ambao wanapiga kura. Baba wa Taifa katika hotuba yake ya kustaafu wenyekiti wa CCM mwezi Agosti mwaka 1990 alituonya hivi, ananukuu hapa: lakini ni vizuri nikasema pia kwamba kwa maoni yangu hatuwezi tukaamua kuacha mfumo wa demokrasia ya chama kimoja na tukajaribu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, kwa matumaini ya kwamba tukikuta kuwa mfumo huo hautufai basi tutarudia tena demokrasia ya chama kimoja. Tutajidanganya, haiwezekani na ni vigumu kabisa. Ukimwacha mkeo ukaoa mke mwingine na ukagundua kuwa huyu wa pili ni balaa, ni vigumu kumrudia mkeo wa kwanza. Demokrasia ya vyama vingi ikitushinda, mfumo ambao ni rahisi kuufuatia utakuwa ni udikteta wa mtu mmoja au utawala wa kijeshi. Mwisho wa kunukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo aliyasema katika hotuba yake kustaafu wenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mwezi Agosti mwaka 1990. Bagonza anasema baba wa taifa alituonya, na amenukuu hapa maneno ambayo aliyazungumza baba wa taifa. Askofu Bagonza anaendelea, anasema unabii wa baba wa taifa unaelekea kutimia. Ndani ya vyama vingi vya siasa kuna changamoto nyingi sana, na demokrasia ndani ya vyama vyote ina hali mbaya sana. Viwango vya umakini vimeshuka sana katika vyama vyote. Katika miaka ya hivi karibuni kumejitokeza jambo la ajabu ambalo ni la kuwakatisha kabisa tamaa wananchi kushiriki katika mchakato wa uchaguzi. Kiwango cha wanasiasa kuhama vyama vyao na kusababisha ukiukwaji wa katiba na ustaarabu wa Kitanzania kinatisha. Dalili zake ni hizi: moja, wanasiasa wengi kuhama vyama hata katikati ya vipindi na kusababisha gharama za chaguzi ndogo zenye gharama kubwa. Jambo la pili, idadi ya wapiga kura inashuka sana kwa sababu ya watu kukosa imani na mifumo ya uchaguzi. Na hiki ndicho ambacho Chadema wanakipigania hivi sasa, wakitaka tume huru ya uchaguzi, lakini pia mabadiliko yafanyike ndipo wao watashiriki katika uchaguzi. Jambo la tatu, watu wengi sasa wanaamini upigaji kura si muhimu kwa sababu wanaoamua matokeo ni wanaohesabu kura na kutangaza matokeo.
Narudia tena kwamba watu wengi kwa kipindi hiki wanaamini kwamba upigaji kura si muhimu sana, kwa sababu watu ambao wanaamua matokeo ni wao ambao wanahesabu kura, lakini pia hao hao wanatangaza matokeo. Jambo la 4, vyama vyote ikiwamo CCM vinaingiliwa na kudhibitiwa na vyombo vya dola katika shughuli za kisiasa, kwenye mabano tume, msajili pamoja na polisi. Udololishaji wa siasa umepunguza hamasa ya watu kujihusisha na siasa ikiwamo kupiga kura. Jambo la 5, matumizi ya fedha katika uchaguzi yamesimika kutowezekana kwa mtu maskini kushinda uchaguzi wowote wa haki au usio wa haki, akimaanisha kwamba pesa imekuwa ikitumika katika uchaguzi na kutokuwezekana kwa mtu ambaye ni masikini, hana pesa, kushinda uchaguzi, hata kama uchaguzi huo utakuwa ni wa haki au usiokuwa wa haki. Amemaliza, lakini anasema changamoto hizi 5 zinadhihirisha mambo mawili ambayo yamekuwa kilio cha Watanzania kwa muda mrefu bila mafanikio. Jambo la kwanza ni hitaji la kuwa na tume huru ya uchaguzi. Jambo la pili ni kuwa na mgombea huru. Bunge letu linavunjwa wiki ijayo. Hakuna tena fursa ya kudai mabadiliko ya katiba ya kuruhusu vitu hivi muhimu kwa ajili ya afya, demokrasia na amani ya nchi yetu. Na haya hayawezi tena kupatikana bila wananchi kuonyesha kwa vitendo kuyahitaji. Duniani kote, njia moja ya kufikisha kilio cha watu ni kupitia maandamano ya amani. Watanzania hawana historia ya kufanya vurugu kudai haki zao. Mfano mzuri ni uhuru wetu wa mwaka 1961 ambao tuliupata bila kumwaga damu. Hivi sasa kuna dalili za watu walio tayari wa kumwaga damu kuzuia madai halali ya wananchi. Kinachokosekana ni utayari wa walio tayari kufa kwa kudai haki hizo mbili. Wazalendo wanatamani kiendelee kukosekana. Pendekezo langu kwa Watanzania wote wanaoitakia mema nchi hii na kutaka kuona demokrasia ya vyama vingi inastawi ni kuitikia wito wa kudai haki hizi mbili kwa njia ya amani bila kuchoka wala kuchoshwa, akimaanisha haki hizo mbili: moja ni hitaji la kuwa na tume huru ya uchaguzi, lakini pia jambo la pili ni mgombea huru. Anamalizia na kusema tunaingia mwezi wa 7 ambamo kuna tarehe 7 ya mwezi wa 7. Tarehe hii ni ya maana katika historia ya taifa letu. Ni siku kilipozaliwa chama cha TANU, mmoja wa wazazi wa CCM. Kinasifika kwa kudai uhuru bila kumwaga damu. Kiliteswa na wakoloni, viongozi wake walifunguliwa kesi za uchochezi, kilijengwa kwa michango ya wanachama na kilipinga ubaguzi na dhuluma za kila aina ndani na nje ya nchi. Kumwaga damu ni kuibeza TANU, kukataa majadiliano ni kuibagaza TANU. Turudi mezani, kwenye mabano ameandika la Lancaster House, lakini mwishoni amemalizia na kusema Mama Tanzania ni yetu sote, Mungu ibariki Tanzania, ambapo katika chapisho lake hili watu mbalimbali wametoa maoni yao. Nilisema hapo mwanzo kwamba kama unamfuatilia Askofu Bagonza, unapopitia maandiko yake, basi hakikisha ya kwamba ubongo wako umetulia sana kuweza kuelewa ni vitu gani ambavyo anavimaanisha. Huyu wa kwanza kwenye comment anasema kwamba watu wengi sasa wanaamini upigaji kura si muhimu kwa sababu wanaoamua matokeo ni wanaohesabu kura na kutangaza matokeo. Ukweli mtupu. Lakini pia mwingine anasema kwamba kutaja TANU unakumbusha siasa za uzalendo wa Tanzania. Bila TANU nchi ingeondoka na kupoteza sura mapema. Mwalimu aliandika tujisahihishe mwaka 1962. Ukikisoma sasa utazani yupo ameona na ameandika asubuhi ya leo. Anamalizia kwa kusema tujisahihishe. Lakini pia mwingine anasema kwamba Bishop Bagonza, kuna watu hawataki kusikia wala kukubali mabadiliko, iwe mvua au jua, uzima au kifo, hawataki. Lakini pia mwingine anasema shida kubwa, watawala hawataki kutawaliwa. Lakini pia mwingine anasema kwamba ninachoamini, hakuna jambo linalodumu milele katika ulimwengu huu.
tuendelee kupaza sauti bila kuchoka. Baba Askofu Bagonza, naomba uandike kitabu tafadhali, You Are the Voice of the Voiceless. Mungu akulinde kila inapoitwa leo, Baba Askofu Bagonza. Lakini pia mwingine anasema kwamba pamoja na msafiri wa kwenda mbingu, wapenda haki watakuelewa, wasio haki hawatakuelewa. Lakini pia mwingine anasema kwamba haya yote hayawezekani kufanywa na CCM kwa njia ya amani. Kila siku yanazungumzwa lakini hayatekelezeki kabisa. Mwingine anasema baba askofu, hawa hawasikii ila tukaze mwendo, ukombozi umekaribia. Ningependa tuishie hapa sasa. Tuliache kwako kwa maneno mazuri kutoka kwa Askofu Bagonza, na utuachie maoni yako kwa hiki ambacho amekiandika kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, ambapo tunakwenda kumchagua rais mpya wa Tanzania. Lakini kubwa, mambo mengi yamekuwa kizidi kutokea huku Chadema ikipitia katika hali ngumu sana. Tundu Lissu akiwa amekamatwa na mpaka sasa kesi zake zinaendelea kusikilizwa, na kesi kubwa ya uhaini ambayo adhabu yake ni kifo. Lakini pia huku Chadema msajili wa vyama vya siasa akiwa na mambo mengi mno. Tumeshuhudia hapa katikati Chadema kusitishiwa kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa, lakini pia jaji mahakamani jana hajatokea mahakamani, hivyo kurefusha zaidi Chadema kuto kuendelea kujihusisha na shughuli zake. Lakini Chadema wakatoa tamko ya kwamba waliofunguliwa kesi ni baadhi ya viongozi, basi wale ambao hawajafunguliwa kesi wataendelea kufanya shughuli zao kama kawaida. Lakini pia tume huru ya uchaguzi ikatangaza Chadema kukosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi, na hivyo vyama 18 pekee nadhani ndivyo ambavyo vilitia saini maadili ya uchaguzi na hivyo vikapata sifa ya kushiriki katika uchaguzi. Lakini Chadema ikatangazwa ya kwamba imekosa sifa na hivyo haitashiriki katika uchaguzi. Mambo ni mengi sana, kubwa tuzidi kuomba amani na uchaguzi ufanyike kwa amani, lakini pia uchaguzi huru na wa haki, na kila Mtanzania ana haki ya kupiga kura. Kubwa tuachie maoni yako na endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.